Watu 32 wameripotiwa kufariki dunia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC baada ya daraja lililopo katika mgodi mmoja wa madini ya shaba na kolbati kuporomoka kusini mwa nchi hiyo. Hii ni TriGen Media. Daraja hilo lililopo kwenye mgodi wa Kalando, eneo la Mulondo katika mkoa wa Lualaba, lilianguka mwishoni mwa juma. Hii ni kwa mujibu wa Loi Kaumba Mayonde, waziri wa mambo ya ndani wa mkoa huo, aliyetoa taarifa kwa waandishi wa habari. Chanzo cha awali kinadai kuwa licha marufuku kali ya kuingia katika eneo hilo la mgodi kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini humo na hatari ya maporomoko ya ardhi, wachimbaji haramu walilazimisha kuingia mgodini. Wamekuwa wakiendelea na shughuli za uchimbaji kinyume na tahadhari hiyo. Ripoti ya wakala wa serikali wa uongozi na ufuatiliaji wa uchimbaji mdogo na wa kienyeji yani SAEMAPE alisema milio ya risasi iliyopigwa na wanajeshi waliokuwa eneo hilo iliwatia hofu wachimbaji na hivyo kuwafanya kukimbilia kuelekea darajani. Msongamano huo ulipelekea daraja kuanguka na kuwafunika wachimbaji wakipigana kutafuta njia ya kuokoa maisha na kusababisha vifo na majeraha. Wakati serikali imetaja vifo kuwa ni angalau 32, ripoti ya SAEMAPE inakinzana na kusema kuwa watu wasiopungua 40 wamepoteza maisha. Ripoti hiyo pia imeongeza kuwa uwepo wa wanajeshi katika mgodi huo umekuwa chanzo cha mgogoro wa muda mrefu kati ya wachimbaji haramu, ushirika uliokusudiwa kusimamia shughuli za uchimbaji, na kampuni halali inayomiliki mgodi huo. Kongo ni nchi inayoongoza duniani kwa uzalishaji wa madini ya kobati yanayotumika kutengenezea betri za lithium kwa magari ya umeme na bidhaa nyingine, huku kampuni za China zikidhibiti 80% ya uzalishaji huo nchini humo. Sekta ya uchimbaji kobati nchini Kongo imekumbwa na tuhuma za ajira za watoto, mazingira hatarishi ya kazi na rushwa kwa muda mrefu. Kongo yenye utajiri wa madini imeendelea kukumbwa na machafuko kwa miongo kadhaa kutoka kwa majeshi ya serikali na makundi mbalimbali ya waasi, ikiwemo M23 linaloungwa mkono na Rwanda, ambalo kurejea kwake kwa nguvu kumeongeza makali ya mgogoro na kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu. Hii ni TriGen Media.